Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Ole, naomba swala langu nambari 195 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji, Nishati na Madini, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi swala lake kama ifuatavyo lenye kitoto A na B. Ni kweli Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia shirika lake la umeme limefanya mabadiliko makubwa ya uendeshaji, ikiwa ni pamoja na kuziondoa mita za kulipia baada ya huduma katika mfumo wake na kuweka mita za kuzilipia baada ya huduma. Hatua hiyo imeongeza ukusanyaji wa mapato kwa shirika la umeme kwa asilimia 34 ikilinganishwa na ukusanyaji wa mapato kabla ya kuwepo mfumo huo. Hata hivyo, hatua hiyo pia ililenga kuzuia wizi wa umeme kutokana na wateja wasioaminifu, ambapo ilikuwa rahisi kuzichezea mita za kulipia baada ya huduma. Gharama za uendeshaji wa shirika la umeme zimeongezeka maradufu, lakini hii haisababishwi na kubadilishwa na mfumo huo tu. Mabadiliko ya mfumo yamepunguza gharama za uendeshaji kwa kupeleka wasomaji mita ambako huligharimu shirika la umeme mafuta ya magari, malipo ya muda wa ziada kwa wasoma mita na kuandaa ankara za malipo ya umeme. Aidha, gharama za shirika la umeme zimeongezeka kufuatia punguzo lilotolewa na serikali katika huduma ya upatikanaji wa umeme. Hii ni pamoja na punguzo la bei ya mita kutoka Rand464,000 hadi Rand200,000 kwa mita ya single phase na Rand886,000 hadi Rand402,500 kwa mita ya three phase, huku shirika likiacha kuwatoza wateja kulipa nguzo na waya. Asante sana. Asante Mheshimiwa Seif Hamad Suleiman, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa serikali imekiri kwamba imeondoka katika mfumo wa ulipaji wa mita baada ya matumizi na wamekuja kwenye mfumo mpya wa ulipaji wa mita za umeme kabla ya matumizi, ni kwa nini serikali wanaendelea kuwachaji wananchi service charge ya kila mwezi wakati mfumo wa mabadiliko ya mita ambazo zilikuwa zinapelekea kuwepo kwa service charge umebadilika? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kulijibu kwa niaba ya Waziri wa Maji, Nishati na Madini, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi swali lake la nyongeza. Ni kweli kama alivyokiri na yeye kuwa wizara, shirika la umeme limeondoa katika utaratibu wa malipo ya baada na kuja malipo ya kabla, lakini ni kweli kuna service charge ambazo zinaendelea kulipwa. Kilichobadilika hapa ni utaratibu wa usomaji wa mita kwa ajili ya kupunguza zile gharama ambazo zilizokuwepo, ambazo nimezitaja hapa juu kuna swala mama, kwamba kwa kufanya hivi tumepunguza gharama ambazo hazikuwa za lazima, ikiwemo wasomaji mita wanakwenda kule ndio kufuatilia nani analipa na nasolipa. Kwa hiyo hizi gharama zote tumeziondoa, lakini zoezi hili halikuwa na lengo la kuondoa zile service charge, kwa sababu service charge zipo na zinaendelea kuwepo, kwa sababu hata hizo mita ambazo tunazoziweka za prepaid nazo zinahitaji service, nazo zinahitaji kulipiwa, nazo zinaharibika. Kwa hiyo service charge itaendelea kuwepo, na hii haimo kunako ile nadharia au ile zoezi ambayo tumelifanya la kuondoa zile gharama ambazo hazikuwa za lazima. Asante sana.